That's good. Niambie. Nipo poa, tunawasalimia. Unaendeleaje na wadada? Kwa mimi nao kwangu nilionao Neema na Naomi tunapambana so mbaya. Tunaenda vizuri. Neema tunacheza naye, Naomi naendelea kumwelekeza. Just hivyo. Naye ndo ametimiza mwezi leo, Naomi. Hilo ndo. Sasa niambia mtumie mkataba wake mjenitumie. Okay, nitakutumia hapo kwenye WhatsApp. Nadhani nakufuadia. Okay, sawa. Basi naye namtumia nani yake sasa hivi. Package yake. Okay. Yes, unajua utaratibu ni ule, si inabidi utume kitu gani? Unajua dhamana ya kwanza. Sinatuma yote kwako. Yote. Afu inaofuata 1,000 na 1,000. Lakini yeye huo mwezi wake mmoja unamuona na cop vipi, nidhamu yake, utendaji wake wa kazi? Anajitahidi kupambana. Anapambana hivyo, just kidogo anasahau, namkumbusha hiki anaomba samani kadhaa. Okay. Kumbusha tena kuna hiki na hiki hujafanya. Unachukua wata ratiba yako, kwa hiyo nampick hivyo. Na sababu ndio kaambia kishindo muulize Neema. Neema anajua. Kwa najitahidi kumpush hivyo. Okay. Sawa. Basi kwa na sisi tukiongea naye, maana yake tuendelee kumsisitiza tu kwamba azidi kuendelea kujifunza vitu ambavyo wewe unavitaka viwe vinafanyika. Ana ratiba ya kazi. Ratiba sababu ratiba ndio ya chakula. Ya kazi, kama kazi anajua kwamba kazi asubuhi na tutaandaa chai. Maliza hapo. Usafi, then kuendelea sasa kwa chakula cha mchana na jioni. Okay, mimi nadhani pia sasa ratiba ya majukumu ni ya muhimu. Kwa mfano kama hivyo unavyo complain issue za kusahau, mara nyingi pia unajua na kulingana na levels pia hizi za wadada, upe wao ni mdogo au traditional. Kwa hiyo kumkuta mwingine ambaye angalau anakuwa na ile maturity ya kusema ngoja nijiongeze kuweka utaratibu fulani ambao utakuwa unaniongoza, inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo na shauri hapo angalau wawe na ratiba au wadada. Najua kabisa kwamba hata siku ukiadd something unataka kifanyike kwenye hiyo siku, na yeye ana add kwenye to do list zake. Okay, never thought of that. Nimemwambia hata hivyo na yeye mwenyewe kama angalia the best ya kusimplify. Okay. So the issue ni kwamba sio lazima ndio kwa mfano ndio chakula kwa mfano mchana hapo wanakula. At least yake kama sio lazima apike labda kitu mchana apike jioni. Hata simplify hata kutengeneza hiyo kaugao wajua ka mix muuza kazi. Kwa sababu ukiongea naye just kumshauri vile kwenye vitu kama hivyo. Just to simplify the process. Kwa sababu unaweza kujikuta una viko vingi, lakini you can find a better way simplify. Na mimi nitajaribu kumwandalia hiyo ratiba ili nione labda itamsaidia. Nadhani uwe na ratiba, lakini pia the good thing ni kwamba wewe mwenyewe uko positive kwenye kumuelekeza, kwa sababu unajua hao wadada namna ya kudeal nao. Kwa hiyo itamsaidia. Unaweza kukuta kama ni mtu muelewa na hivyo unasema nidhamu yake haina shida, baada ya muda unaangalau atakuwa. Ndio kumwambia kitu anafanya samani dada. Okay. At least she cares to kwamba natamani kujua. Na nimwambia kama juzi kuna issue nimeona jana kwenye changes which is also good. Okay. Sawa madam, na yule tunampeleka kwa mama yake Manjaro kule. Yule pale kwa kweli sijafuatilia. Kwa natamani kama vile ungekuwa unapata feedback moja kwa moja kwa kama main. Tulipata of course, tulipata pia. Tulikuwa tunaulizia pia. I thought labda kama anasemaje? Yeye anasema pia anaendelea vizuri. Anasema namuelekeza vitu, lakini so far hana complaints madam. Okay, that's good. Sasa maana unapokuwa mpeka mtu sehemu inarudi kwangu. Si ndio? Okay, that's good. Kama kuna complaint. Sawa madam, shukrani sana. Asante kwa feedback, kwa salimia. Tutapigia wote, hata Neema pia naona yeye angalau kidogo ameshaweza kuelewa utaratibu wako. Yeye ameshamaster, najua na anapambana na watoto na stress kwa kweli kwenye watoto. Sababu ndo the key part, hizo vitu vingine hivyo. Hivyo vingine. Unaweza kucompromise vingine. Watoto ndio muhimu. Sawa. Basi nitaongea nao wote tu kuendelea kuasisitiza kwenye kufanya vizuri kwenye majukumu yao.
Okay. In case kutakuwa kuna issue yoyote, basi wewe unajua utaratibu, utatujulisha tu, tuendelee kuzungumza nao. Lakini pia zile workshops zinasaidia, wasiache kuja. Ya kwenye hapa kwa kweli, kwa sababu ingana na ratiba, kulikuwa kuna event ambayo tulikuwa twende. But I prefer working sometimes napenda kutoka na wote. Kwa hiyo nikakusanya wote like twendeni tushiriki kwenye hiyo event ambayo tumeenda. Kwa hopefully inaokuja tutakuwa na any activity. Ninataweza kushiriki. Sawa. Yeah. Sawa madam. Asante sana, nikutakia siku njema. Okay. Sinamba kuna nini ile? Tunakutumia hapo. Okay, sawa, asante. Haya, asante. Haya, wewe na siku njema. Asante kwako pia. Thank you. Okay, thank you. Hello. Hello. Habari? Salama. Unaendeleaje? Vizuri. Unaongea na Akila kutoka Wadada Center hapa. Shikamoo. Marhaba. Unaendeleaje? Vizuri, sijui wewe. Salama kabisa. Umetimiza mwezi? Nimetimiza jana. Unaendeleaje? Au kupo poa tu, hakuna shida yoyote. Hamna changamoto yoyote? Okay, unaonaje wewe utendaji wako wa kazi, wewe mwenyewe tu ukiangalia unavyofanya kazi zako? Mimi naona tuko vizuri tu. Hakuna ugumu wote, nishazoea kiujumla yani. Okay, na unashirikianaje na mwenzako unamkuta? Nimemkuta. Ndio nakwambia mnashirikianaje? Tunashirikiana kuna vitu kama, lakini yeye huwa anadili sana na watoto. Sana anadili na watoto, mimi nadili jikoni na vitu vingine. Okay, sawa. Nimeongea pia na madam, anasema unajitahidi. Bado naye anakuelekeza. Uzuri ni kwamba una nidhamu nzuri, kwa hiyo anavyokuelekeza unakuwa unapokea, na anapokupa pia marekebisho hauonyeshi kama mtu ambaye hataki kurekebishwa. Yaani unakubali marekebisho na unayafuata. Ndio. Kwa hiyo hongera kwa hilo. Nadhani unatakiwa tu kuendelea kujitahidi sasa, pamoja na nidhamu nzuri. Sasa uweke bidii kwenye kazi, uweke ubora, ujifunze vitu. Ndio. Na wewe pia uendelee. Una simu kubwa wewe? Simu kubwa mimi niliibiwa. Pole. Asante. Lakini sasa kuna Neema hana simu na yeye au yeye anayo? Yeye anayo. Unamuomba simu, unajitahidi kuangalia huko YouTube, naweka bando tu la 500 na 1000. Mnaangalia vitu mnajifunza. Kama wewe ambaye uko jikoni unajifunza kupika vitu vizuri, unawapikia vitu vya tofauti hapo, sawa? Sawa. Kwa hiyo jiongeze, usibaki tu kwa sababu level ni traditional afu sitaki kukua. Kwa hiyo wewe unatakiwa ukimaliza hapo mwaka usiwe kama ulivyoenda mara ya kwanza, sawa? Sawa. Endelea kupambana, usibadilike kwenye tabia yako, kwa sababu watu wengi wanaweza kumvumilia mtu mwenye tabia nzuri, alafu kazi ukakufundisha, lakini si ukiona kabisa una tabia ambayo haieleweki, mtu kukuvumilia itakuwa ngumu sana. Sawa. Haya, endelea kujifunza. Nimemkumbusha madam kuhusu workshop, na nyinyi mnamkumbusha. Ukiona ni Jumamosi ya mwisho mwezi imekaribia, basi mnaweka ratiba zenu sawa ili muweze kuhudhuria pia. Sawa, nimekuelewa. Haya, asante sana, nikutakie majukumu mema. Msalimie. Sawa. Yupo wapi? Yupo wapi? Hello. 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 Yeah.